Nawaletea somo la mwendelezo ambao leo tunajifunza somo linalohusiana na kumjua mzaliwa wa kwanza wa Bwana Mungu Yahu, ambaye mzaliwa wa kwanza huyu anajulikana kwa jina la mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, yani Yesu. Lakini kabla ya mambo yote, neno la Mungu linaagiza kwanza kila jambo tuanze na sala. Bwana Mungu Yahu, uliupenda ulimwengu kamtoa mwana wako wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Nami nipo hapa kwa sababu umenijalia afya njema katika Yesu Kristo ambaye ni uzima, na kwa ajili ya wasikilizaji wetu katika media ya Ushuani wapate neno hili ambalo najua ya kwamba Mungu una makusudi lijulikane jina lako, kama ulivyomjulisha mfalme Daudi, kwa kuwa ulipendezwa naye. Maana umesema ameupendeza moyo wako, Yahu, nawe ukampa jina lako apate kulitangaza kwa walimwengu wote. Ni katika jina la mfalme wa wafalme Yesu Kristo nikikushukuru, Yahu uliye Mungu wa kweli. Amen. Somo letu ni la kujua mzaliwa wa kwanza wa Mungu Yahu, lakini pia utamfahamu Mungu Yahu ndiye Mungu wa kweli wa pekee, ambaye Yesu Kristo alisema wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Sehemu nyingine Yesu amesema, na jina lako nimewadhihirishia. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wamejulishwa hata jina lake, walilijua jina lake, lakini kwa sababu walijua ya kwamba jina la Mungu wa kweli wa pekee lilikuwa ni jina ambalo ikiwa mtu yeyote atalitaja akiwa ni mwovu, ilikuwa lazima afe. Kwa hiyo kupitia kwa mitume, wanafunzi wa Yesu, hatujalipata kuandikwa kwa sababu jina hili linaonyesha kwamba lingetajwa na mtu ambaye ni mfalme wa wafalme. Ndivyo ilivyokuwa imetabiriwa toka mwanzo. Kwa hiyo hebu tuone jinsi ambavyo Mungu anapenda tulijue kwanza jina lake. Katika kitabu cha Warumi sura ya 10, tuone nani ambaye anatupa nafasi ya kutambua imani yetu tuliyonayo katika Kristo Yesu. Katika kitabu cha Warumi 10 mstari wa 17, basi chanzo cha imani ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Neno Kristo manake ni mfalme wa wafalme. Neno Kristo ni lugha ya Kiunani, lakini kwa Kiebrania ni Masihi, Mesia. Huyu Mesia katika Israeli manake ni mfalme mkuu katika taifa. Kwa huyo ndiye alikuwa na mamlaka ya kupewa jina na Mungu ili alitangaze kwa ajili ya taifa lake. Nasi tunalitangaza leo kwa ajili ya ulimwengu wote. Kwa hiyo jina hili Yahu nalitangaza tena kwa ajili ya ulimwengu wote, kwa wote wasikiao ujumbe huu, ya kwamba Mungu wa kweli anaitwa Yahu, naye mwanaye anaitwa mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Yesu. Kwa hiyo nadhani tutakwenda kwa pamoja siku ya leo, kwa sababu somo hili ni la muhimu sana katika mwendelezo. Tutaanza kwa kujisomea kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ile ya 13 mstari huu wa 21. Ndipo napenda tuanzie, kwa kuwa tumeisha jua jina la Bwana Mungu wetu, ambaye mfalme Daudi alikwisha litamka. Nami nasoma kwa jina la Yesu Kristo, ambaye ni mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana.
Hatimaye wakaomba kupewa mfalme. Mungu akawapa Sauli mwana wa Kishi, mtu wa kabila la Benjamini, kwa muda wa miaka 40. Na alipokwisha kumwondoa huyo, akamwinua Daudi awe mfalme wao, ambaye alimshuhudia akisema, nimemwona Daudi mwana wa Yese, mtu anayeupendeza moyo wangu, atakayefanya mapenzi yangu yote. Huyu ni Yahu anayesema, akimthibitisha ya kwamba amemwona mwana wa Yese, Daudi, ambaye ameupendeza moyo wa Mungu. Kwa hiyo katika jambo kama hili linahitaji sasa tumwone Daudi anatupa jina la Mungu, Mungu wa kweli wa pekee. Katika kitabu cha Zaburi sura ile ya 68 mstari wa 4 inasema, mwimbieni Mungu, lisifuni jina lake, mtengenezeeni njia ya barabara, apitaye majangwani kama mpanda farasi, jina lake ni Yahu, shangilieni mbele zake. Kwa kweli kila liliposomwa neno hili, jina hili, watu waliamka kushangilia, kwa sababu ametajwa Mungu wa kweli wa pekee ambaye ni Yahu. Kwa ni muhimu sana sisi sote tufahamu kwamba baba wa Yesu Kristo, baba wa mfalme wa wafalme Yesu, anaitwa Yahu. Anaitwa Yahu wapendwa. Anaitwa Yahu, ndio Mungu wa kweli wa pekee. Neema hii ya kulijua jina hili ni neema kubwa mno, kwa sababu watu wengi wanatafuta jina la Mungu. Hata Musa alilitafuta alipoambiwa aende kuwaokoa wana wa Israeli. Musa aliambiwa vizuri. Katika maelezo aliyopewa aliambiwa, Musa, na kutuma wewe uende kwa wana wa Israeli, ukawaambie ya kwamba watafanya kadiri utakavyowaambia, kujiandaa kwa safari ya kuondoka nchini Misri. Lakini huyu Musa akahoji. Mungu akamwambia, unapohoji, nimeisha kufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao na kwa wana wa Israeli. Musa bado akahoji, akasema, hapana Mungu, wataniuliza wanataka jina lako, uniambie. Mungu akamwambia matamshi aliyotamka Mungu kumwambia kaseme, mimi niko ambaye niko amenituma kwenu. Sasa Musa aliogopa. Jina hili mimi niko ambaye niko limeishia tu pale pale alipohoji na kuambiwa atakavyosema. Hatuoni sehemu alipoenda kuambia watu wale wa Israeli, wala kumwambia Farao, kwa sababu Mungu alikuwa ameshamwambia, wewe nimekufanya kuwa kama Mungu. Yaani ni wakili, anasimama anamwakilisha Mungu, lakini yeye anataka aende akiwa anajua na jina lake. Kwa hiyo Mungu naye akamficha, akamwambia, wewe ndio nimekufanya kuwa Mungu. Kwa hiyo nenda kawaambie, mimi niko ambaye niko amenituma kwenu. Kwa hiyo Musa aliogopa kulitamka. Hatuoni sehemu nyingine iliyoandikwa mimi niko ambaye niko. Leo nataka ujue hakika ya jina la Mungu wetu ambaye ni yote katika yote. Huyu Yahu ndiye Bwana Mungu na jina lake ni Yahu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa lazima tujue wakati huu anatangaza jina hili, huyu Daudi alikuwa nani? Alikuwa ni mfalme mkuu wa taifa la Israeli. Tayari wameshatoka wale ambao walikuwa wanatawala nchi ile ya Israeli. Kwa hiyo Kanaani ilikuwa iko mikononi mwa Daudi kuongoza makabila 12, na aliyaongoza vizuri kwa sababu aliwapenda watu wake, na watu wake walijua jina la Mungu wa kweli wa pekee aliyeweza kumteua Daudi kuwa mfalme katika taifa la Israeli, taifa teule. Na hii ndiyo ambayo inapaswa watu wajue, ya kwamba Mungu wa kweli anaitwa Yahu. Hii ni Biblia inayotuongoza.
Daudi anaendelea kusema katika kitabu hiki cha Zaburi 89, anasema katika Zaburi 89 anasema mstari wa 8, Bwana Mungu wa majeshi, ni nani aliye hodari kama wewe, Yahu? Na uaminifu wako unakuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anathibitisha kwamba Mungu wa kweli, hakuna anayemlingana Mungu huyu wa kweli. Amesema Bwana Mungu wa majeshi, ni nani aliye hodari kama wewe, Yahu? Anauliza swali watu wote, anauliza Mungu, ananiuliza mimi nayesoma leo, kama nina Mungu mwingine zaidi ya Yahu. Na uaminifu wako unakuzunguka. Uaminifu wa Mungu Yahu umemzunguka. Ni mwaminifu kwa ahadi, kwa yote aliyoyafanya. Ni mwaminifu, anayalinda yadumu milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninawaeleza kwa sababu imekwisha kutajwa katika Warumi ya kwamba mtu anayeweza kusikia neno la Kristo atakuwa na imani ya kweli, na kama hawezi kusikia neno la Masihi wa Bwana hawezi kuelewa jambo hili. Hili jambo ni jambo ambalo limetafutwa na watu wengi, lakini limefichika kwa sababu na kila alitajaye jina la Bwana na ache uovu. Je, ndugu yangu, ni kizuizi gani kimekuzuia ndani yako hata usielewe jina la Bwana Mungu wetu ya kuwa ni Yehova, ya kuwa ni Yahu? Jina la Bwana Mungu wetu ni Yahu, lakini wengi wanaishia kusema ni Yehova. Na Yehova, katika uandishi wa hariri wa Biblia walisema Yehova ni sawa sana kusema Bwana, yani ni marudio ya kusema Bwana, lakini Yahu ndiyo jina la Mungu Baba wa Yesu Kristo, ambaye Yesu Kristo alikuwa anapeleka maombi yake kwa Yahu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo alipeleka maombi kwa Yahu. Kwa hiyo ndugu zangu, ujumbe huu napenda uujue ya kwamba Mungu wa kweli anaitwa Yahu. Hili ndio jina pekee ambalo jina hili kila walipokwenda makuhani kwa ajili ya kutafuta kuhani atakayekaa Yerusalemu kwa ajili ya hekalu pale Yerusalemu mbele ya mfalme, alipaswa kuingia mahali patakatifu, na anapokwenda kule ndani alipaswa kulitaja jina la Mungu wa kweli Yahu. Na ikiwa ana kasoro la kuto kumwamini na ana uovu ndani yake, aliweza kufia kule ndani kwa sababu amelitaja akiwa mwovu. Kwa hiyo waliweza kupoteza maisha makuhani wengi katika ile hekalu la Yerusalemu. Mungu atusaidie sana. Inawezekana wewe umezuiliwa ili usije kafia hapo unaposimama kwa sababu ya maovu yako, na kwa sababu huna ujasiri wa kujua ya kwamba Yesu anaokoa. Huna ujasiri, kila mara unatangaza kuwa sisi sote ni wenye dhambi, sisi wote ni waovu. Ndugu yangu, angalia jinsi ambavyo damu ya Yesu unavyoidhalilisha kwamba haikufanya kazi ya kukomboa. Rai tungelijua ungeomba msamaha ya kwamba nimekosa mara nyingi kwa kukataa ya kwamba mimi sio mwenye haki. Na kama wewe sio mwenye haki, unatakiwa usisimame mahali ambapo wanalitaja jina la Bwana kwa ajili ya kufundisha watu. Wewe uwapishe wengine waweze kulitangaza jina la Bwana walio safi mbele ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tujitenge na maovu, tuwe wajasiri wa kusema, tuwe hodari wa kuweza kusema, tuwe mashujaa wa kuweza kusema, tuwe imara katika kusema, tusiwe na mashaka juu ya ukombozi uliokwisha fanywa na Yesu kwa ajili ya nafsi zetu. Haleluya. Ndugu yangu mtumishi, wewe ambaye umeitwa kutangaza uzima wa milele, wa kutangaza ahadi za Yesu Kristo,
ni lazima uendane na neno la Mungu kama lilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu na msikilizaji, napenda kuendelea kusema katika ujumbe huu ya kwamba Kristo akiisha kumaliza kazi aliwajulisha watu wote wamjue, kwa kuwa yeye alikuwa kweli, ni kweli katika yote. Kwa hiyo anasema tutaijua kweli, na hiyo kweli itatuweka huru. Kweli itatuweka huru. Yesu amesema katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari ule wa 31 mpaka 32, kama huijui kweli, huwezi kujua unachoongea, kuwa uko unadanganya, ya kwamba uko unapotosha, ya kwamba uko unazuia watu wasimfuatilie Mwokozi wao. Kwa maana saa zote ni watu wa kulialia tu, hawana hakika ya kwamba wanaweza kuomba ahadi zake Yesu Kristo zikatimizwa kama alivyoahidi. Ndugu, ebu ufunguliwe katika ufahamu wako, katika masikio usikilize vizuri ujumbe huu, ili masikio yako yapeleke taarifa vizuri katika ubongo. Yamkini kuna kitu kimeziba kati ya sikio na ubongo wako, au kuna kitu kimeziba kati ya ubongo na moyo wako. Ndio maana ndani hakuna neno la kweli. Hakuna neno la kweli, kwa sababu kila wakati unaona we ni mwenye dhambi na unaowaongoza ni wenye dhambi. Ndugu zangu, tukikombolewa tunapewa kazi kuwafikisha watu kwenye kweli ya Mungu. Kwa hiyo hatuwezi kuwa waongo, hatuwezi kusema uongo juu ya neno la Kristo. Ndugu zangu, tuangalie jinsi gani tunaweza kumwendea Yesu Kristo mbele yake, tukaomba akatusikiliza. Tusije tukawa kama mtume alivyosema. Mtume mmoja ameandika akasema, hatupokei kwa sababu tunaomba vibaya. Unaweza kuwa unaomba vibaya, unaweza kuonyesha udhaifu na ukamwambia, lakini Mungu amekwambia katika Yesu Kristo tutapokea uzima wa milele, tutakuwa wakamilifu, tutakuwa watakatifu. Sasa ukombozi wa akili ni lazima uwepo, na moyo wako uhifadhi iliyo kweli ya Mungu ndani yako, ili unaposimama katika madhabahu uweze kunena neno lililo sahihi katika jina la Yesu Kristo. Tuangalie hii Warumi 10 inavyosisitiza. Anasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Tunaposema kwa neno la Kristo, kwa maana la mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Yesu ni mfalme zaidi ya Adamu. Adamu alipewa kutawala, alikuwa ni mfalme wa kutawala wanyama, ndege, samaki, vitambaavyo. Imeelezwa katika kitabu cha Mwanzo sura hii ya 3, sura hii ya kwanza mstari katika sura ya kwanza Mwanzo, sio sura ya 3, katika sura ya kwanza Mwanzo ukianzia mstari ule wa 26 inasema, Biblia imetuongoza kujua kwamba Adamu alikuwa ni mtawala. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Hii tunaona neno hili tunaliona jinsi Adamu alivyomtawala, lakini Masihi au Kristo yeye ni mfalme wa wafalme. Kwa hiyo yeye anatawala akitokea juu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anatawala akitokea juu. Utawala wake anatawala akitokea juu. Ebu tuangalie katika eneo hili. Katika eneo hili tuliangalie kwa makini kwamba nini ambacho tunakiona ikiwa watawala waliopewa kutawala waliweza kwenda sawasawa na matakwa ya Mungu, au walikuwa wanajenga hoja kama Musa alipokuwa anajenga hoja. Ukisoma Kutoka sura ya 3 mstari wa 13 mpaka wa 14 kumeandikwa hivi: Musa akamwambia Mungu, tazama nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuwaambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza jina lake ni nani, niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa,
mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Unaona jambo hili, na jina hili limeandikwa hapa hapa wakati anamweleza, wakati Musa ametoa hoja hiyo, ameweka hoja ya kwamba aambiwe jina. Mungu akamwambia, basi kawaambie mimi niko. Yaani wewe ukawaambie hivyo, mimi niko ambaye niko amenituma kwenu. Musa aliogopa kwenda kusema, huwezi kupata jina hili tena sehemu nyingine ilipoandikwa, kwa sababu iliishia hapo hapo Mungu alipokuwa anamwambia Musa. Kwa hiyo Musa ilibidi aende akijua ameenda kwa niaba ya Mungu, asitake sana kuendelea kuuliza juu ya jina la Mungu, kwa maana jina la Mungu ambaye angekabidhiwa angekuwa ni Kristo au Masihi, yani mfalme atangazie taifa lake ya kwamba Mungu anaitwa Yahu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme Daudi katika ile Zaburi 89 Zaburi 89 inasema hivi, mstari ule 89 mstari wa 8 anasema, Bwana Mungu wa majeshi, ni nani aliye hodari kama wewe, Yahu, na uaminifu wako unakuzunguka. Na katika kitabu cha wimbo ulio bora, mwana wa Daudi anasema, katika kitabu cha wimbo ulio bora, mwana wa Daudi Sulemani anaandika naye, kwa sababu alikuwa amejifunza kwa baba yake. Mstari ule wa 6 inasema, Biblia imeandikwa, nitie kama muhuri moyoni mwako, nitie kama muhuri moyoni mwako, kama muhuri juu ya mkono wako, kwa maana upendo una nguvu kama mauti, na wivu ni mkali kama ahera. Mwako wake ni mwako wa moto, na miale yake ni miale ya Yahu. Yani alilinganisha upendo wa Mungu. Huyu Yahu ameshajifunza jinsi baba yake ambavyo alimtumikia Yahu, na alikuwa mwaminifu mbele ya Yahu. Kwa hiyo anasema, na miale yake ni miale ya Yahu. Upendo huo, mwako wake ni mwako wa moto, na wivu ni mkali kama ahera. Mungu ana wivu. Mungu ana wivu, na amesema katika amri zake, kwa maana upendo una nguvu kama mauti, kama muhuri juu ya mkono wako, nitie kama muhuri moyoni mwako. Anaomba Sulemani Yahu amtie muhuri, apate kibali. Huyu katika wimbo ulio bora tunapata maneno haya katika wimbo ulio bora. Hii ni kuonyesha jinsi ambavyo ukirithi vizuri neno la Mungu utakuwa jasiri kusema. Alikuwa anaongea hivyo huyu mwana wa Daudi kwa sababu alimjua Mungu wa kweli. Alimjua Mungu wa kweli. Lakini hebu tuendelee kuangalia katika kitabu hiki ambacho tunaendelea kujifunza neno la Mungu la kweli, pamoja na kumjua Yesu Kristo, kuna umuhimu wa kuendelea kujua ya kwamba Yesu Kristo amekuwa Bwana. Na kuwa Bwana manake ni mfalme wa wafalme. Na tena unaposema Bwana unamaanisha mwenye kuhuisha, mwenye kuhuisha, tena mwenye kuhukumu kwa haki, tena mwenye kuangamiza, tena mwenye kufufua. Ndio maana ya neno Bwana. Lakini kujua mfalme wa wafalme ni muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wote tukijua ya kwamba Kristo anatakiwa kutukuzwa kwa sababu ni mfalme juu ya wote wenye mwili. Alikuwa mkuu kwa Adamu. Adamu alipewa kutawala wanyama, ndege, samaki. Lakini je, huyu Adamu alijua hilo? Au alipata kudanganywa na mkeo kwa sababu hakujua hilo? Inawezekana alipata kudanganywa na mkewe kwa sababu hakujua hilo, kuwa kuna mwingine ni mkuu na ni mtawala. Mungu atusaidie sana. Tambua aliyeko mbele yako,
mwelewe vizuri ya kwamba Mungu ameweka utaratibu. Hebu nikupeleke umuone Yesu nafasi yake na jinsi alivyopatikana huyu mfalme wa wafalme. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari huu wa 5 mpaka wa 7. Usikilize vizuri, lengo ni kujua pia Yesu ni nani, umjue mzaliwa wa kwanza wa Mungu ni nani. Inasema hivi, Biblia inasema mstari wa 5 mpaka mstari wa 7. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni Baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Utaona jinsi Yesu Kristo ambavyo amepatikana kwamba ni mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza hata kwa wafu bado ni mzaliwa wa kwanza, kwamba ni mfufuka, aliyefufuka kwa ajili ya kuongoza taifa. Alifufuka ili aendelee kuongoza, ili wanafunzi wasipotee, ili warudi wapate tumaini ya kwamba hakika yote yaliyosema ya kwamba siku moja tutafufuka. Na Yesu akafufuka kwa sababu alikuwa na ahadi ya kufufuliwa siku ya 3. Hii inaonyesha jinsi ambavyo tumaini letu ni lenye nguvu juu ya watu wanaodharau tumaini letu. Tumaini letu, ndugu zangu, ni lenye nguvu. Usifikiri ukalinganisha juu ya matumaini ya hao wengine nao watumaini. Tumaini la Wakristo ni lenye nguvu. Ni mzaliwa wa kwanza na ni mfalme juu ya wafalme. Hebu tuone Mtume Paulo naye anacho tuambia katika kitabu hiki cha Wakolosai sura ile ya 1 mstari huu wa 15, nitaishia mstari wa 19. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi na usultani na enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikamana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Mstari wa 19, kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Mungu limejikamilisha. Labda masikio yameziba na ukisikia hayapelekwi kwenye ubongo, ubongo kafanya kazi. Labda umeathiriwa na ubongo, katika ubongo labda kunaweza kuwa na mtindio wa ubongo, ukawa ni vigumu kuyatunza, kuyaelewa, hata ukiyasoma yasiweze kufahamika kiurahisi. Unahitaji ushauri ili upate kuendelea kusikia neno la Mungu. Usipingane na anayepewa ujumbe kwa ajili yako, lakini ufuatilie, uamshwe. Wakati mwingine Yesu alisema, hata ninyi hamna akili. Alikuwa anawaambia wale aliowafundisha. Si kwamba hawakuwa na akili, walijiona wana akili, lakini Yesu aliwaona wana upungufu wa kusikia. Hawaamini. Kwa nini? Wana upungufu. Mawasiliano ya masikio na ubongo na mawasiliano ya ubongo na moyo vimekuwa tofauti. Mifumo haikuwa vizuri. Inawezekana mfumo wa kichwa hauko vizuri, mfumo katika sikio na katika ubongo hauko vizuri. Inawezekana mfumo wa ubongo na moyo hauko vizuri. Unahitaji urejeshewe uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie Yesu alichosema wakati wa Pasaka.
katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 26 ukianzia mstari ule wa 27, akatoa kikombe akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Sasa wewe ambaye unakuwa na mashaka yako wapi? Kama ni msikivu, dhambi yoyote inaondoka kwa damu ya Yesu, haiondoki kwa mifumo mingine. Hakuna mfumo wa maji, hakuna mfumo wa mafuta, hakuna mifumo iliyopita, mifumo ya damu za wanyama, mifumo ya tohara, hakuna. Ni damu ya Yesu peke yake ndio inaweza kuondoa dhambi. Wapendwa, labda unashikwa na kigugumizi na woga, labda umeona mambo ya waasisi wetu walioratibu katiba zao za vikundi vya kukusanyika kwa ajili ya Mungu. Walikupa kitu ambacho hakifai, kikafanya masikio, kikafanya ubongo, kikafanya moyo. Mifumo iharibiwe kwa jina la Yesu. Mifumo irudishwe kwako kwa jina la Yesu Kristo. Mifumo irudishwe kwako, upokee tena afya ya imani katika jina la Yesu, ndani ya damu ya Yesu, upate ondoleo la dhambi sasa katika jina la Yesu Kristo. Natamani usikie, natamani mifumo iungane vizuri, upokee neno la Mungu katika kweli aliyoisema Yesu. Mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka huru. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, katika mifumo hii ambayo tunaielezea, ni vizuri kuelewa kile ambacho unakisikia kwa sasa, kwani katika Kristo Yesu muna nguvu isiyoneneka kwa akili, bali nguvu ya Mungu itendayo kazi inaweza kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wapendwa, hebu niendelee kwa kifupi, kwa sababu muda wetu ni mdogo, ya kwamba siku ya leo jifunze kufuatilia habari za imani katika damu ya Yesu. Kufa kwa Yesu ni kwa ajili yetu, ili kifo kidharauliwe ya kwamba Yesu amefuka, ametoka na ametupa ahadi atatufua siku ya mwisho. Kwa hiyo hilo tumaini tunalo. Acha kulia, acha kulia, acha kulia. Yesu ahadi zake ni za kweli. Yesu alichoahidi, ukiangalia ahadi zake, wote wanaoziamini wananufaika, wanafurahi, wanatembea na raha nafsini. Lakini huna raha usoni, kwa sababu kila neno likija unaona unasemwa wewe, unaona kwamba umepunguziwa heshima. Hapana, Mungu anakusudi ya kutaka kuokoa huyu Yahu. Kwa jina la Yesu Kristo, pokea muujiza wako katika neno hili, pokea ukweli huu katika neno hili, pokea kweli hii ikuweke huru kweli kweli. Asante kwa sababu ulikuwa na sisi leo katika kipindi hiki. Naenda kuomba ili Bwana atende muujiza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, haribu mifumo ya waasisi walioharibu neno hili hata lisijulikane kwa watu wanaokuja kusikia neno la Mungu mahali ambapo watu wanakusanyika. Naamini ya kwamba Bwana, mifumo mibovu itavunjwa kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu iwakomboe wengi. Damu ya Yesu Kristo pekee. Ninaamini ya kwamba kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunapokea muujiza na tutakamilishiwa ahadi zote zilizo katika Kristo Yesu. Naomba nikiamini, pokea katika jina la Yesu Kristo. Nami napokea kutokea kwako Bwana. Nena nami tena kwa wakati mwingine katika kipindi kijacho, ili tupate kuendelea na masomo yaliyo na ukweli katika jina la Yesu Kristo. Amen.